before him. He is the Lord. Yeye ni Mungu pamoja na sisi. Na wote tumeungana tukaweza kumwabudu. The corporate worship ambao tunaenda kumpatia, tunaitoa kutoka ndani ya mioyo yetu, kutoka kilindini cha mioyo yetu, tukaweze kumuinua. Kwa hivyo ningeomba tukaweze, kila mmoja wetu tukaweze kujiachilia hayo mawazo ambayo inakushikilia, inaozuia ukaweze kumwabudu Bwana, iachilie, ili kila mmoja wetu kaweze kujua uwezo ambao Mungu wa mbinguni ameachilia juu ya kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo wakati huu ni wakati mzuri sana. Wakati usio kuangalia jirani yako, ni wakati wa kumwabudu Bwana. Ni wakati wa kuinua jina la Bwana kutoka ndani ya moyo wako, kilindini cha moyo wako, ndani ya moyo wako, ukaweze kuinua jina la Mungu, kutukuza jina la Bwana. Maana Mungu ametupa nafasi tukaweze kuungana pamoja, tukaweze kumpatia corporate worship ambayo inastahili ndani ya mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Wakati umefika ya kwamba tuweze kumwabudu Bwana kwa roho na kweli, in spirit and in truth, ndani ya mioyo yetu, tukaweze kumaanisha kwa utukufu wa jina la Bwana, in the mighty name of Jesus Christ. So the spiritual position ni kwamba we are here for God. Tuko hapa kwa sababu ya Bwana. Na hivyo basi hatutaki tupoteze lengo la Mungu kuhusu maisha yetu kwa njia ya kumwabudu katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus Christ. Ndani ya mawazo yetu tukaweze kuishinda, the battlefield of the mind tukaweze kuishinda, ili tukaweze kumpatia Bwana kuabudu ambao ni kwa kweli katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tunapoinua mikono yetu, our postures of our heart, ndani ya mioyo yetu, tunajua ni nani ambaye tunayeabudu. Tunajua yule Mungu ambaye ametuokoa, tunamfahamu, tunamjua, hata kana kwamba mambo haitafanyika kulingana vile wewe unaonelea katika maisha yako. You have a reason to praise the Lord. You have a reason to worship the Lord with all your heart, in the mighty name of Jesus. Hata kana kwamba unasikia mwili ni mzito kidogo, ya kwamba haujakuwa vile, una sababu ya kuinua jina lake Bwana. You have a reason to worship the Lord and to honor him. He is the Lord with us. Kwa hivyo ningeomba tukaweze kumaanisha ndani ya mioyo yetu, tukaweze kumwabudu Bwana, hata kilicho ndani ya mioyo yetu kiabudu jina lake takatifu Bwana, maana yeye ni Mungu katika jina la Yesu. Hii ni siku ambayo Mungu ameifanya ili kila mmoja wetu tukaweze kujiachilia na kumpa dhabihu ambayo inampendeza katika jina la Yesu. Kila mmoja wetu tukaweze kutoa miili yetu hiyo dhabihu iliyo hai mbele zake katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you worship team, wakati ambapo wanapotuongoza katika kumwabudu Bwana na kumsifu Mungu kwa sababu yanastahili. Hallelujah. Kama inua mkono wako, tunapoenda kumwabudu Bwana katika jina la Yesu. Bwana ni asante, tufundishe njia zako ili Baba tukaweze kuipitia katika jina la Yesu. Jehova Mungu wa mbinguni, tunakuja mamlaka na nguvu bali inapozuia nguvu ya anga, nguvu za ambazo zinakaa ndani ya korongo, ndani ya maji, hata pia ndani ya mchanga. Tunafuta mamlaka yote ya kuzimu bali inazuilia Baba kupenya na kuabudu katika jina la Yesu, in the mighty name of the Lord. Baba Mungu wa mbinguni, ulituokoa tukuabudu, ulituita tukuabudu katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo Baba hatutaabudu miungu mingine, tunakuabudu wewe tu pekee. Ni wewe tu pekee Bwana, mioyo yetu inakuabudu. Hatutaabudu vitu vingine, ni wewe tu pekee tunaenda kuabudu Jehova katika jina la Yesu Kristo. Hatutaabudu marafiki, hatutaabudu biashara zetu, hatutaabudu hata buti za mioyo yetu, hatutaabudu chochote, ila ni wewe tu pekee, tunaabudu. Ni wewe tu pekee,
pekee. Tumekataa kuabudu vitu vingine vyote. Ni wewe tu pekee. Mawazo yetu, nguvu yetu yote, ni wewe tu pekee. Tunaenda kuabudu, tunalinua jina lako, tunakushukuru Bwana, Mfalme wa majeshi, unainuliwa juu na hekima zote za wanadamu. Wewe ndiye Mungu. Thank you my God. Thank you Jesus. Thank you King of Kings. Thank you Jesus. Thank you Lord. We worship you Jesus. Twakuinua Yesu asubuhi ya leo. Thank you Jesus. Twatangaza kuna mwingine kama wewe Jehova. Twaliabudu jina lako asubuhi ya leo Jehova. Twalitukuza jina lako Jehova. Twatangaza kwamba wewe ni mfalme wa wafalme Jehova. Hakika Bwana unaweza asubuhi ya leo Jehova. Umejaa Bwana uwezo Baba. Twakuinua Jehova. Twakuabudu Jehova. Twakutukuza Jehova. Hey, haleluya. Bwana unaweza. Hey, Bwana unaweza. Bwana unaweza. Bwana
tumekuwa tukiangalia tracking the final maturity, ndio ujumbe ambao Mungu alitupea ama amekuwa akijenga kanisa hii naye. Na tumekuwa makini sana vile Mungu anaendelea kujenga kanisa hili. Wale ambao wamekuwa kwa YouTube, kwa channel KAG Great Grace Community, wanaweza angalia part 1 iko tayari, part 2, part 3 tracking final maturity. Kwa hivyo iko pale kwa hivyo haya mahubiri yote, haya mafundisho yote iko pale kwa channel yetu ya YouTube. Na hivyo basi ni muhimu sana kumakinika, na siku ya leo ningeomba tukaweza kuendelea kuona the keys of the spiritual maturity kulingana na context ya pale tulikuwa tunasoma siku ya Jumapili. That's the book of Philippians chapter 3 verse 7 to 14. Na tunaendelea kuchambua mpaka mstari wa 8 verse 7 to 9, and today tutaweza kuangalia verse 9 up to verse 14. Amen. So tunaangalia funguo za kukomaa kwetu kwa kiroho. Na nimekwambia ya kwamba ukitaka kujua Mungu anataka kufanya nini, sikiliza vile anavyosema. Kwa sababu wakati Mungu anasema ya kwamba tukaweze kulenga kukomaa kamilifu, Mungu analenga maisha yetu. Kwa sababu the crisis, masaibu, challenges are coming. Na kwa sababu kuna shida iko mbele yetu, na si shida kidogo. The crisis ambayo iko mbele yetu ni kubwa. Kwa hivyo Mungu anafanya kanisa ikomae, ili haitaweza kupelekwa pande hii na pande hii. Mungu hataki kuwa na washirika watoto. Mungu analenga maisha yetu, kila mmoja wetu arejee kukomaa kwake katika imani, ili tukaweze kutimiza wajibu wa Mungu katika ile nafasi na ule muda ambao umebaki. So the time that you are living here on the face of the earth, Mungu anaamrisha kukomaa. Kwa sababu hili kanisa ambayo Mungu analenga likaweza kukomaa, hii ndio kanisa ambayo italetea Bwana ushindi. Lakini ile kanisa ambao ni changa, kanisa ambao ni watoto ndani ya mioyo yao, in spirit, there is no maturity in their spirit, utakuta ya kwamba wakati ambapo masaibu imekuja, wengi wetu hatutatoboa. Unakuta ya kwamba katika uso ulimwengu, ndani ya nchi ya Afrika, Europe, America, North America, Asia, Australia, kuna invisible church ambao Mungu anaiandaa. Mungu anajua walio wake. Na Mungu analenga watu wote ambao wamekombolewa na damu ya Yesu, ambao amewanunua yeye mwenyewe kuwa urithi wake, wakaweze kuwa pale yeye aliko. Kwa hivyo basi, wakati ambapo tunapoangalia kukomaa kule kwa mwisho, ni mapenzi ya Mungu. Tunaambatana na mapenzi ya Baba wetu ambaye alituita ili tukaweze kurithi mambo yale yote ambayo ametuitia. Na wakati ambapo kuna watoto na anakuwa kama wanakuwa watoto ambao hawakui, kama kuna kitu kinafanya mzazi akuwe na shida, ni ukiwa na mtoto ambaye hakui. Kwa sababu hauwezi muaminia. Najua kukua si kimwili. Najua it's not physical. Nisema ya kwamba unaweza endelea kuwa na movie lakini you're not maturing. The only thing you are doing, you are becoming old. Nataka kusema ya kwamba kukomaa ndani ya roho zetu. Msije ya kwamba mtu amesoma mpaka university lakini nakuta ya kwamba bado ni mtoto. Hata vile anavyoongea, hata vile alivyo, bado ni mtoto. Mzazi hawezi muaminia hata gari lake. Mzazi hata hawezi muaminia cheti miliki, kwa sababu atakunywa hiyo, kesho haitakuwa. Wala watu ni watoto. Ya kwamba hata ukimpatia kitanda kesho ameuza. Hawezi sustain that life. Ukimpatia gari within 1 month hakuna. Ni kwa sababu ndani yake hakuna ukomafu ambao unasababishwa kumaintain na kuaminiwa ile urithi ambao unapaswa kuwa naye. Tunapoangalia, ninapofanya recap briefly ya the keys of the spiritual maturity, Paul anasema ya kwamba verse 7 of the book of Philippians chapter 3 verse 7, once I thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Tuliangalia mstari vizuri sana siku ya Jumapili ya kwamba haya mambo from the Greek word, these things I consider them
there's the hegemony ama hegemony. So Paul anasema ya kwamba haya yote nilihesabu. Kwa hivyo tukaangalia one of the principle katika haya mambo verse 8, yes, everything else is worthless when I compare with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. So you can imagine, Paulo anasema ya kwamba alihesabu haya mambo yote kuwa ni hasara. The principle number 1 is calculating the loss. Na kama hujafika kuhesabu hasara, bado uko bali na kukomaa. There are so many things ambao unapaswa kujua ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Na tukaangalia haya mambo ambao Paul anaongea kuihusu ya kwamba alicalculate the loss, aliconsider them worthless, that's verse 7. Katika mawazo akahesabu haya mambo yote ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Kwa hivyo lazima tukaweza kuhesabu hasara. Sijui ni mambo gapi ambao wewe umehesabu. Siku ya Jumapili niliweza kuelezea na nikanena na nikaongea kwa kikamilifu vile ambavyo baada ya kutransact na Mungu na baada ya kufanya kazi na Mungu kuna mambo ambayo nilihesabu kuwa ni hasara. Na leo nikasema nitabeba teaching aids ili kaweze kuelewa. Nilisema hii ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Ngapo najua hii ni nini? Hii inaitwa nini? Yes, kuna mtu anasajali? Yes, Alice? Yes. Kora. Hii nilikuwa nimefaa. Nilikuwa nimefarishwa wakati ambapo nilimaliza shule. Lakini kwa sababu ya kujua uzuri wa Kristo nikahesabu kwa ni hasara. So siwezi kuwa divide kwa Kora. Kora haiwezi ni divide. Na ukiangalia katika uso ulimwengu, haya ni mambo imedivide watu. Na wanabeba majina reverend. Wanabeba yote. I'm trying to undo yale mambo yote ambayo baada ya kupata the sight si kitu rahisi, lakini lazima uhesabu hii ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. So kwa hivyo wakati ambapo umeelewa Mungu, Paulo anasema ya kwamba yeye alitahiriwa siku ya ngapi? Ya 8. Philippians chapter 3 verse 5 to 7. I'm doing the recap of Sunday. Anasema ya kwamba I was circumcised when I was 8 days old. I'm a pure blood citizen of Israel. Mimi damu yangu ni Mwisraeli, muraia wa Israeli, and a member of the tribe of Benjamin. Mimi ni kabila ya Benjamin. A little Hebrew, Muhibrew harisi, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demanded the strictest obedience to the Jews' law. So you can imagine, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Sema haya mambo yote Paul kwake kisheria, kidini, alihesabu haya mambo yote, angehesabu sababu yeye ni Mfarisi ameshomea. Yeye hata ni damu ya Mwisraeli, yeye ni Mjuu. Lakini kata ya Mjuu anasema ya kwamba mimi kuwa Juu, hii yote kusoma kwangu, mambo haya yote ambayo nilifikiria kwamba ni faida, nimehesabu kuwa ni hasara kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Because of the knowledge of the Son of God. Na ninataka tukaweza kusoma kila mmoja wetu. Kuna mambo sana ambao nasikia Roho Mtakatifu anakuzungumzia uache. Kama hautaachilia uhesabu hasara, hauwezi kukomaa. Bwana tukuze sana. Lazima. Kwa sababu tunaangalia kwamba definition zetu inatokana ndani ya Mungu, sio mambo ya nje. Na wakati ambapo tunaangalia the origin, para tulitoka, our movement, we are going back to the original divine arrangement. Mpangilio wa Mungu kuanzia mwanzo, alituumba tufanane na sura yake. That's the book of Genesis chapter 2 verse 7, tulisoma siku ya Jumapili. And the Lord God formed a man of the dust of the cloud, and he breathed into his nostril the breath of life, and man became a living being.
and verse 27 of the book of Genesis chapter 1. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. So you can imagine, definition yetu ni sura ya Mungu. Hivyo ndivyo tunapaswa kuwa, tunafaa kufanana na Mungu. Lakini yale mambo ambayo inatudivine huku nje, the inward, the external things, mwanadamu hafai kudiviniwa na mambo ya kutoka nje, inapaswa kutoka ndani ya Mungu. Lakini when we have a preprint, the image of external, nakuta ya kwamba hapo ndipo shida imeingia. The moment mwanadamu anaanza kudiviniwa na akasikiliza huku nje, serpent ikakuja ikamwambia ya kwamba uliambiwa, wakati alisikiliza nyoka, external forces ikaanza kumdivine yeye nani, alijikuta ako uchi, akajikuta ya kwamba amefuka macho, hakuweza kujielewa vile context ya Mungu, vile Mungu alikomweka. The presence of God ikaondokea mwanadamu. So we are going back to original purposes of God. Pale Mungu alikuwa amelenga kuanzia mwanzo vile mwanadamu vile anapaswa kuwa. So all other definitions about ni za nje, dini, kabila yako. Unajua kuna mtu anasema mimi ni Mkikuyu Mkristo, mimi ni Mjaluo Mkristo. Huyo mtu si mature, bado ni mtoto. Kwa sababu the moment umeweza kujua uzuri wa Kristo, wewe kabila haikuji kwanza, Kristo ndio kwanza. Mambo mengine yote haiwezi kudivide. Mimi kuwa Mkikuyu, it's only that by chance. Kwa sababu nikadownloadiwa kuwa nikatoka Mount Kenya, Murang'a. Lakini mimi kuwa kutoka Mount Kenya hakuwezi kudivide. Hata kwamba nilijikuta nikiwa Mkikuyu. Najua kusema ukweli, kuanzia mwanzo Mungu aliniumba. Lakini nikakuwa downloaded hapa Kenya katika Central. Kwa hivyo siwezi beba Ukikuyu hata kwa sababu ni Mkikuyu na nijigambe. The only thing ni ya kwamba niliumbwa kabla ya hata languages ya kuwekwa ndani ya ulimwengu, nilikuwa ndani ya mawazo ya Mungu. Kwa hivyo siwezi kubali Ukikuyu ukaweza kunidivide. Lazima kuna shida ndani ya kanisa kwa sababu watu wamekataa kuachilia kata zao, watu bado wanashikilia kwa tribe, watu bado wako ndani ya ukabila. May the Lord help us in Jesus' name, that we may be found in Him, not having our righteousness of our own. Tusiwe na utakatifu wetu. Na hii ni mambo mabaya imefanya watu wakae wakiwa watoto, wakiwa chini ya sheria, kwa sababu ya kutowachilia. Unakuta kwamba watu wamekaa katika udini. Unajua dini, unakuta kwamba watu wamefungwa katika mentality ya dini. Hata unauliza mtu hii inamaanisha nini, haelewi. Wakati kuna discuss mtu na the grace inamaanisha nini, alikuta ikisema our Lord's prayer, alikuta ikisomwa, haelewi. Kwa sababu alifuata religiously. Baba wetu aliye mbinguni, baba yetu aliye mbinguni. Alikuta watu wakisema. Na hata hakujua ya kwamba hakusoma iko wapi na ni nini ilikuwa inafanyika. Kwa sababu ya kufuata udini tu, kufuata udini tu, kufuata udini tu. Mungu atusaidie tukaweza kutoka katika mizizi ya udini. Tukaweza ku definition zetu vile ambavyo tulivyo ni Mungu anapaswa kuelezea wewe ni nani. Not religion background. Those things imezuilia kanisa kukomaa. Mungu analeta maisha yetu kukomaa, lakini kuna definition nyingi sana zimetusingira ambayo inazuilia sisi kuwa kile Mungu anapenda katika maisha yetu. May the Lord help us in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ili definition yetu ya kumjua Mungu na kufahamu Mungu si kwa sababu ya udini, si kwa sababu ya kabila, sio kwa sababu ya pale umetoka, sio kwa sababu ya kile uko nacho, bali itokana na Mungu mwenyewe. Na tukaangalia principle number 2, the dividing of our context. That's a starting point. Begin at verse 9. Tuliangalia siku ya Jumapili. Principle number 2, the dividing of my context. So Paul anasema mstari wa 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ,
The righteousness that come from God and is by faith. So unakuja ya kwamba tuangalia vizuri sana, to be found in him, tukasema ya kwamba is diligent inquiry, to discover, learning through experiencing, investigating and searching. The word to be found in Greek is herisiko. Herisiko, to be found in him. We are inquiring from God, diligent inquiring from him. So kwa hivyo Paul hakutegemea akiongea na kanisa hili la Wafilipi, definition yake ni apatikane ndani ya Mungu, sio vile ambavyo alivyo na utakatifu wake kulingana na sheria, ni kupitia imani ndani ya Kristo Yesu. So may the Lord help us in the mighty name of Jesus. So our environment, our definition, we know our source. Tunajua pale ambapo tumetoka. So here is the source. We are reflecting. Lazima kaweza kureflect ndani yetu. Na kama kuna jambo moja ambao Paulo alikuwa na mzigo mkubwa na katika injili ya kuhubiri injili ni umbo ya Yesu Kristo ikafanyike. Na tumeangalia Galatians chapter 5 verse 19. Paulo anasema ya kwamba alikuwa na hali ya uzito mwingi sana, akilenga ya kwamba Yesu akaubike ndani ya mioyo ya kanisa la Galatia. That image to be formed, the Christ of the image of Christ to be formed in us. We must be found in him. So kwa hivyo we are reflecting Mungu. Definition yetu ni Mungu. Na nikaeleza siku ya Jumapili according to the book of 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. All things, those all things are former diviners. Those former diviners, ama yale mambo ambayo ulikuwa unatuelezea sisi ni akina nani, hiyo ya kale, have passed away. Behold, tazama, all things have become new. Now we have a new definition. Definition from the new source. That is in the Lord. That's the definition. About tunarenga na tunaangalia katika jina la Bwana Yesu Kristo, ya kwamba wakati ambapo unapoangalia kama kuna mambo ya kale ina kudivine, you need to start the desire of God to redivine you. Vile ambavyo tunapoendelea kusonga katika kukomaa kwetu na kufanana na Mungu, tunaendelea kusonga ukaribia katika maisha ya umilele. Kwa hivyo vile ambavyo mioyo yetu ilivyo, vile tulivyo, do you know already eternity is within us. Si kuikuta tunaikuta, iko ndani yetu. Lakini umilele, the eternal life, hauwezi experience eternal life kama kana kwamba definition yako ni kwa ile ambayo unaona kwa macho na ile iko nje. May the Lord help us in the name of the Lord Jesus Christ. Kwa hivyo tunapoangalia katika kukamilika kwote na kushinda the mortality, because they are looking forward for the kingdom of God, ikaweza kukamilika ndani yetu fully, not in part. When we are divined by God, wakati ambapo tunakubali tuwe divined by God, sio mambo mengine, tutaweza kuangalia the reality of immortality itakuwa real. Eternity is real in us. And that's a key of spiritual maturity. Bwana tukuze. So as we continue in the mighty name of the Lord, tukaangalia vizuri sana those we must allow ourselves to set free from false inner, the lust of the flesh. Yeah? Definition yet the book of Galatians chapter 5 verse 16 to 17. So tunasema kwamba tunapaswa kudivainiwa na Roho Mtakatifu, the true inner. So I say let the Holy Spirit guide you. So definition yetu inapaswa kuwa ndani ya the true inner, that is the Holy Spirit. But those things about zilikuwa kule tulitoka baada ya kuokoka cannot divine us. The old things have already gone and the new things have come.
that is a true inner, that's the Holy Spirit. Lakini najiulizaga watu Roho Mtakatifu ako ndani yetu, lakini bado people they are still using their efforts. Hawataki Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaonya pitia hii njia. Na unajua vizuri sana. Hii ndio mlengo wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa sababu ya the false inner, unakuta ya kwamba mara mingi tunafanya matamanio ya mwili. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba bado hujakomaa. Wakati unakuta ya kwamba ukiegemea upande wa mwili sana, the false inner, unakuta ya kwamba kuna mambo ambayo bado hauwezi elewa ndani ya ufalme wa Mungu. Yes, utakuwa kanisani, nasema umeokoka, lakini ikiwa hautii Roho Mtakatifu wa Mungu, you are not guided by the power of the Holy Spirit, you need to be divided again in the mighty name of Jesus. Hallelujah. And tell God, divide me. Wakati mimi nakuta ya kwamba mawazo ya kimwili wala mingi inapigana, is a force. There are two forces fighting to each other. Inapigana mpaka uhakisha kwamba hii vita umeishinda, hautaingia katika ufunguo ukomavu. So as we are tracking the final maturity, lazima tushinde the false inner. Hii mambo ya mwili lazima tuishinde. Kanisa kukaa ndani ya mwili na kupenda kwake, hii mambo yote inazuilia na inachelewesha kanisa kuchukuliwa na Yesu yende nyumbani. Ila kitu tatusaidia ni kuachana huu mwili ili tuende safari, ili tukomae. Kwa sababu matamanio ya ulimwengu huu tunayajua. Tunatamania matamanio ya mwili na kupenda kwake, tunakufahamu na tunakujua. May the Lord help us in the mighty name of Jesus. Ya kwamba definition yetu iko ndani ya Roho Mtakatifu wa Mungu. That's a true inner, true divineness of our life. Tukasoma in the book of tunapoendelea on that emphasis of the spiritual keys of maturity, that is the divining 2 Timothy chapter 1 verse 9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Therefore, to be found in him is living within the time, but not walking in purpose of the flow to you from out of the eternity, but flow from out into eternity. So, ukiangalia huo mstari wa 9, vile ambavyo Paul ameongea na Timotheo mwana wake, namwambia kwamba kumbukeni ya kwamba sisi tumekombolewa, we have been called, hata wito wetu is a holy, na si kulingana na kazi, lakini kulingana na mpango wake na neema ambao iliyo ndani ya Kristo Yesu, ambao iliwekwa kabla ya wakati. Kwa hivyo wakati ambapo tunaomba Mungu wa mbinguni atudivine, definition yetu tunajua ya kwamba from eternity, tukiwa hapa katikati ya time. Najua Mungu hana time. Mungu hapangi time vile tunapanga hapa ya 24 hours. Hii imepewa kwa sababu ya sisi tujimanage katika purpose yetu ambao Mungu ametupatia hapa ulimwenguni. Kwa sababu tunajua God is from eternity to eternity. But hapa tuna time ambao tumepewa katika uso ulimwengu tukaweza kutimiza kusudi letu, the purposes of God according to his grace. So kwa hivyo wakati ambao tunatoka from eternity, we have a time here, you are here within the time. Lakini hii time ambao tumepewa tunapaswa kukamilisha the purpose of God ili tuingie katika eternity. Na hivyo basi hatuwezi kubali tukae kama hapa ulimwenguni ni mahali petu, kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu hana time about hana na hii time ya 24 hours. Mungu is from eternity to eternity. Time ambayo tumepewa ni yetu sisi wanadamu. Mungu hana time na haangalia time. Sisi ametupatia muda tujipange, tukubali kukomaa ili tuwe kila Mungu anavyotaka katika maisha yetu. Number 3, the key number 3 is to be conformed to his death. Hii ni maneno ambayo Paul aliongea na kanisa la Wafilipi, neno la Mwenyezi Mungu kwa kanisa la Wafilipi. And verse 10. Wako angalia nao verse 10. The key number 3, to be conformed to his death. To be conformed to his death. This is the key of spiritual maturity.
Very, very, very important. Now, may verse 10 of the book of Philippians chapter 3 verse 10, Philippians chapter 3 verse 10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed. To be conformed is to be shaped into the principle that divine his dying at the cross. Yeah? So, to be formed into to his death. That's the book of Philippians chapter 3 verse 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, and be conformed to his death. So when we say to be conformed, it's to be shaped to the principle that divine his dying at the cross. So when we say the king of to be conformed to his death, it means tunamaanisha ya kwamba to be shaped into the principles that divine his dying at the cross. Tunaelewa vizuri sana, becoming like him in his death. That word becoming, from the Hebrew, from the Greek word is samorpho. Samorpho. Samorpho means to make of the same or exact. Samorphos. Samorphos, from the Greek word. To make of the same or exact. Or form is another. Or form is another. Na ukiangalia vizuri sana, this is the Paul analia. Paul cries the sound of the maturity. You can see is the key of maturity. Kulia kwake Paul vile analia, unaona ya kwamba this is a cry of maturity. Hii si kilio cha mtoto, hii ni kilio cha mtu ambaye amekomaa na analenga kukomaa. Nasema ya kwamba akaweze kujua nguvu ambayo ilimfufua Yesu Kristo na ushirika wa mateso yake, akaweze kufanyika to be formed, to make of the same or exact or form one another. You can see this sound of maturity. I want to know Christ here in this life and experience in him now the power of his resurrection. You can see that the sound na kilio ilikuwa ndani ya Paul. So wakati ambapo analia kuhusu kushiriki mauti yake, unajua kila ambapo Paul alikuwa anaongea kuhusu msalaba. When you speak about death, bao Yesu Kristo alikuwa pale msalabani, alikuwa anaongea kifo chale ambao alikuwa pale msalabani, kaweza kushiriki na kaweza kufanyika. So you can imagine the purpose of the cross is to dismantle the self-will. Vile Yesu alikuwa pale msalabani, Mr. Mungai, Paul alikuwa na hiyo kilio, anaweza kushiriki. So anamaanisha ya kwamba the power of the cross is to dismantle self-will. Anaweza kushiriki ile kazi ambayo ilifanyika pale msalabani, anashiriki pamoja. So may the Lord help us in the name of Jesus, ya kwamba msalaba unachukua nafasi juu ya maisha yetu. Tunajua ya kwamba kifo cha Yesu, tunaposema tunashiriki kifo cha Yesu msalabani, we are taking partakers of the cross, na kazi ya msalaba. Na tunajua ya kwamba the work of the cross, the death of Christ katika maisha yetu inapaswa kuharibu kazi zote, the selfness, the self-will ndani ya maisha yetu. Na hapo ndipo Paul alifika. You can see the cry of maturity ambayo Paul anaongea na kanisa la Wafilipi. Read the book of Romans chapter 5 verse 6 and 8. Romans chapter 5 verse 6 and 8 and verse 8.
see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for ungodly. But God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So you can see the cross is transaction point. Ya kwamba sisi hatukuwa na uwezo wa kujiokoa, we were powerless. Lakini Yesu, the cross, the death ambao Paulo anaongea kuihusu, kaweza kushiriki katika kifo na nguvu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. That's a transaction point of our life. The cross is a transaction point. It's our dividing point. So kwa hivyo wakati ambapo Paul anasema ya kwamba nataka kushiriki, this principle or to be conformed to his death, it's very, very, very important. Very, very, very important. Kwa kushinda the resistance na selfness katika maisha ya kila mmoja wetu, tukaweze kuupika. So may the Lord help us in the mighty name of the Lord Jesus Christ, ili tukaweze kujielewa na kujifahamu ndani ya Kristo katika mauti yake, na ndani yetu tunaposhiriki katika kufufuka kwa Yesu Kristo, tunasema ya kwamba we are accessing the portal of divine authority juu ya maisha yetu. Maandiko inasema ya kwamba tunapoendelea kuhusu the cross as a divining point or transaction point of our life, the book of Hebrews chapter 9 verse 15, Christ is the mediator of the new covenant. So kwa hivyo the cross or the death of Christ, it announced the new law of grace, a way of conduct. So the book of 2 Corinthians chapter 13 and verse 4, for to be sure he was crucified in weakness, yet he lived by God's power. Likewise, we are weak in him, yet by God's power we will live with him to serve him. So this is scripture. Several scriptures illustrate the power of the life in Christ ambao tunapaswa kulenga kila mmoja wetu. Tutajua our authority kikamilifu kama tutaweza kushiriki katika kufa na kufua kwa Yesu Kristo. So we know and we understand that tusulubishwa pamoja na Kristo, according to the book of Galatians chapter 2 verse 20. Kwa hivyo nguvu ya msalaba imetusaidia to embrace the correctness of life, the accuracy about life, to be exact, to be conformed, to be exact, to have a form of another, that Christ. So Mungu atusaidie sana wakati ambao tunapoangalia kuhusu tracking the final maturity, tunapoangalia msalaba is our transaction point. Hallelujah. So the past things, yale mambo ambayo ni ya ulimwengu, haiwezi to divine sisi, kwa sababu tunadiviniwa na nguvu ya msalaba ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. The Bible says in the book of Romans chapter 6 and verse 6, we know that our own sinful self were crucified with Christ, so that the sin that is its fruits might lose its power in our life. We are no longer slave to sin. Kiona kanisa inapambana na dhambi, hii kanisa bado the old sinful nature haijasulubishwa pamoja na Kristo. So we don't know him. Tunataka tukaweza kushiriki katika mauti yake. May the Lord help us in the mighty name of Jesus Christ. Ya kwamba mambo ya dhambi, we have no negotiation with sin. Boaz, hakuna kunegotiate with the power of the sin. Kwa sababu gani? Tulisulubishwa pamoja na Kristo pale msalabani. Tumeshiriki katika mauti yake na katika mateso, na tumeshiriki hata nguvu ambayo ilimfufua. Endelea kujua
hata ule uwezo uliomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu uko ndani yetu. Na tunapoendelea kulenga na kutamani kukomaa, vizuri sana tujue ya kwamba ile kazi msalaba ulifanya ndani yetu, hatuwezi kubali kurudi nyuma. Lakini number 4, straining heavenward, kuangalia mbele. Nasema ya kwamba verse 13, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. And verse 14, I place on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So our posture katika maisha yetu, tumekubali ya kwamba our memories ya ulimwengu huu, the experiences ya ulimwengu huu haiwezi to divine. We are continuously looking forward. Tunaangalia mbele. We are looking ahead. There is an active process within us. Kuna kazi kubwa sana ambayo inafanyika ndani yetu. Tunaangalia mbele. Na Paulo anasema in the book of Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Colossians chapter 3 verse 1 and 4. Are you there? I'll write it down. I'll write it down. If then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on the things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. And verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with him in glory. Amen. That's a powerful scripture. The book of Colossians chapter 3 verse 1 and 4. Tumefufuliwa pamoja na Yesu, tuliinuliwa pamoja na Yesu Kristo. Kwa hivyo seek these things which are above. This is a key number 4. Straining heavenward for the prize. Tukaweze basi tutafuta yale mambo ambayo ni ya juu. Where Christ is sitting the right hand of God. The right hand of God means authority. When you say the right hand, sio kwa sababu Yesu Kristo amekaa kuna kushoto na kulia, amekaa pande wa Mungu. Right, not literally. It means authority. Hallelujah. The side of authority. Ya kwamba tukaweza kutazama yale mambo ambayo iko juu. Pale Yesu Kristo yuko. And the Bible says, set your mind on things above, not on the things on the earth. That's the instruction. Verse 2, mawazo yako usiangalie yale mambo uko ndani. Tazama yale mambo ambayo iko juu, above, heavenward. For you died and you live, your life is hidden with Christ. Kwa sababu ulikufa na uhai wako grace umefichwa ndani ya Kristo. Amen. You can see that principle of to be conformed. Yes, in Christ. So therefore, we are straining heavenward. You died. Faith Kuria. How is it then? You died together with Christ. So this is a key number 4 of spiritual maturity about this idea. Tracking the final maturity. For you know, you died together with Christ. Maisha yako imefichwa ndani ya Kristo. Hauishi. Kwa hivyo tukiongea key number 1, calculating the loss, the principle number 1, calculating the loss, hatuna shida kwa sababu tayari tumekufa. Hautapambana. You died together with Christ. Your life is hidden in Christ. Tukiongea key number 2, to be divined. Definition yako ni rahisi kuwa divined by Christ kwa sababu hauishi. Ukisema to be conformed, to be formed, that shape, tayari the grace na uwezo wa kufanya kama Kristo tayari uko ndani yako. Key number 3, haina shida. Kwa sababu that conformity sio kwa nguvu yako na uwezo, it's already done.
That's why wakati tunaongea James kuhusu grace, tunasema is done. Is it so? Lakini tukiongea kuhusu sheria, nasema do. So sisi hatufanyi, hakuna mambo ya kufanya do. No. It's already done. And that's why the Bible says damu ya Yesu Kristo inaongea mambo mazuri kuliko damu ya Abeli. The blood of Jesus speaks good things. Because it is already done. Imefanyika. Lakini tukirudi kule kwa sheria ni ufanye, fanya. And now we thank God. So, key number 4, we are straining heavenward. Tunatazama. And fast forward the book of Colossians sema ya kwamba when Christ who is our life appear, then you also will appear with him in glory. Hallelujah. So kwa hivyo tunamtazama, tunamwangalia pale aliko. Mawazo yetu sio ulimwengu huu, cannot divine us. That's why embracing the honor of the poor kwetu ni rahisi, kwa sababu tunajua we are poor in spirit. Kushikilia mambo ya ulimwengu huu kwetu haiwezi, kwa sababu tunatazama juu. Our posture is up, our definition is up. Hallelujah. So we thank God. Tunapenda kusimama katika jina la Yesu. May the Lord help us in the mighty name of Jesus Christ. Kiomba tusimame kila mmoja wetu, tuinue mikono yetu, tuambie Baba ndiye asante kwa sababu ya kutuachilia, umetufungua macho, umeachilia funguo nne juu ya maisha yetu ambayo itatuwezesha kusimama kadri na Mungu katika jina la Yesu. In the mighty name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, thank you Holy Spirit of God. Help us. Inua mkono wako, anza kuzungumza na Mungu sasa hivi. Speak with God. Respond to this word. Anza kurespond. Mwambie Mungu wa mbinguni asante kwa sababu ya hizi funguo katika jina la Yesu. Nimekubali kuhesabu hasara, nimekubali definition yangu ndani ya Kristo, nimekubali to be conformed to his image. In the mighty name of the Lord, straining forward, straining heavenward. In the mighty name of the Lord, ninaporenga haya maisha ambayo tuko ndani yake katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord, in the mighty name of Jesus, may the Lord cause us to see. May the Lord give us understanding. May the Lord give us the wisdom. May the Lord give us the knowledge. Our life will never be the same again. We are embracing the 4 keys of spiritual maturity. In the mighty name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Yakara imekwisha, mapya imefika katika maisha yetu. Tusaidie Mungu wa mbinguni, tuwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Matamanio ya mwili na kupenda kwake hakuna uweza, hakuna nguvu juu ya maisha yetu. In the mighty name of the Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you Holy Spirit of God. In Jesus name. Baba wetu na mfalme, tunainua jina lako, tunasema asante. Maana Mungu wa mbinguni tunatamani kukua. Tunatamani tufikie ukomavu mkamilifu na wa mwisho katika maisha yetu ya Ukristo. Bwana Mungu wa mbinguni, nalenga maisha ya kila mmoja wetu. Na Mungu umetupatia funguo nne. Bwana tusaidia kukomaa kwetu. Ya kwanza ni kuhesabu hasara yale mambo yote ambao inaonekana ya kwamba ni faida juu yetu kwa sababu ya uzuri wa Kristo. Baba, tunaomba the knowledge of the Son of God this month of October, in the mighty name of the Lord, tuhesabu hasara yale mambo yote inazuilia ukabila, udini, mambo ya ulimwengu ambao Mungu wa mbinguni tunakubali kuhesabu ni hasara kwa sababu ya uzuri wa ufahamu wa kumjua Kristo. In the mighty name of the Lord, tumekubali ya kwamba huu mwezi wa Oktoba, the knowledge of the Son of God ikaweze kuwa juu yetu kwa njia ya kuu. Yale mambo inatuzuia Baba Mungu wa mbinguni kukomaa haitaweza kutuzuia, kwa sababu the knowledge of the Son of God is becoming stronger and stronger
in our life, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of the Lord. Baba, tunaomba ya kwamba utuelezee our divinations itoke ndani yako mfalme. Maana yetu iko kwako. Hatujui kuishi unless you divine us. Hivyo Baba, si Mungu wa mbinguni, taomba tupatikane ndani yako, that we may be found in you, in the mighty name of Jesus. Baba, naomba ya kwamba tukaweza kuwa conformed, tuwe exact, tuwe kama wewe, tufanyike, tuwe sura yako Bwana. Baba, kama vile Paulo aliomba ya kwamba tunatamani tukujue hata nguvu ya ufufuo na kushiriki katika taabu na shida ndani ya mauti ya Kristo. Nasi siku ya leo tunaomba tukaweze kufanyika, to be conformed katika mauti ndani ya Kristo, in the mighty name of Jesus. Wakati ambao tunapotazama msalaba, wakati ambapo kazi ya msalaba ambayo imefanyika ndani yetu, Baba tusaidie, Baba tuwezeshe kwa utukufu wa jina lako Bwana. Jina lako linuliwe, jina lako litukuze Mungu. Baba, naomba ya kwamba tusiangalie mambo ya ulimwengu huu, tukaweza kutazama mbele katika tunzo na thawabu ambao Mungu umetupatia. Tusahau na mambo yote ambayo imepita. Sasa Mungu wa mbinguni, tukarenge yale yaliyo mbele yetu kwa utukufu wa jina lako Bwana. Pale Yesu Kristo uliko, hapo ndipo our postures, our gaze inakutazamia katika jina la Yesu Kristo. Tunapambana katika mtazamo wa kukuangalia wakati ambapo tunapokuja kwa utukufu wa jina lako Mungu, tunapokamilisha hii safari kwa utukufu wa jina la Bwana. Ni asante mkombozi wetu, jina lako litukuzwe, jina lako linuliwe mfalme, kwa yale yote ambayo Mungu unatenda miongoni mwetu. Kwa utukufu wa jina la Bwana tumeomba.